Kuna wamama wengi wanahangaika kupunguza uzito baada ya kuwa tayari wamejifungua. Wanaona mwili umeongezeka, amenenepa, tumbo limekuwa kubwa, ametanuka, sasa anakuwa anapata stress. Anahangaika, anatafuta, anawezaje kupungua. Wengine sasa wamegeukia unga wa ubuyu, wakiona kwamba ni njia sahihi inayowasaidia kuweza kupungua uzito. Wanadhani ubuyu una uwezo wa kufanya kila kitu, hata kupunguza uzito. Lakini ubuyu una uwezo wa kufanya kile ambacho unakitaka kama utatumia kwa matumizi sahihi. Leo kwenye Moyo wa Malezi tutakuonyesha makosa 6 ambayo wamama wengi wanayafanya baada ya kuwa wamejifungua, sasa wanapoamua kutumia unga wa ubuyu kwa ajili ya kupunguza uzito. Pia tutakuonyesha njia sahihi ambazo mama anaweza akazitumia na akaweza kupungua vizuri kabisa bila kuwa na stresi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado utakuwa haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kama unataka ushauri wetu kwa namba 0754579224. Karibu sasa tuanze safari hii ya kuona haya makosa 6 wamama waliojifungua au wamama wengi wanaoyafanya baada ya kuona sasa wameongezeka na wanataka kupunguza uzito. Karibu na tuanze. Kosa la kwanza ni kutumia ubuyu wenye sukari nyingi. Wamama wengi wananunua ubuyu ambao tayari ulishachanganywa na sukari. Umewekwa sukari nyingi, umechanganywa, umetiwa na flavor nyingi. Wanautumia huo ubuyu, wanachemsha, wanakunywa na ile juisi yake, wakiamini kwamba watapungua uzito. Kumbe sasa huo ubuyu, kwa sababu una sukari nyingi, na tunavyofahamu sukari ni chanzo kikubwa cha kuongeza uzito, na sukari pia ya viwandani ni chanzo kikubwa cha sumu mwilini. Sasa kama mama utatumia ubuyu ambao una sukari nyingi, hapo utakuwa umeongeza sumu, na sumu zinasaidia sana kunenepa. Yaani ukiona wamama wengi wamenenepa, wana vitambi, matumbo makubwa, kwa sababu sumu zinakuwa zimejaa mwilini. Kwa hiyo sumu ni chanzo kikubwa cha unene. Mama, unapotumia ubuyu, tumia ubuyu wa asili. Ubuyu ambao unga wake ule haujachanganywa na sukari ya aina yoyote. Huo sasa unaweza kukusaidia. Pale ambapo utatumia juisi yake vizuri, una uwezo wa kupunguza uzito, lakini sio ubuyu ambao tayari umeshachanganywa na sukari, umeshachanganywa na flavor. Huo ni hatari sana, utakufanya uzidi kuvimba tu na kutanuka. Kosa la 3 ni kutotumia pamoja na maji ya kutosha. Ubuyu una nyuzi nyingi, yani zile fiber ambazo zinasaidia mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo zile nyuzi nyingi zinaweza kukufanya tu wewe ushibe. Yani utakushibisha kama utatumia bila maji mengi. Kwa hiyo unachopaswa kufanya, unapoendelea kunywa ile juisi ya ubuyu kwa ajili ya kupunguza uzito, hakikisha pia unatumia maji ya kutosha. Unapotumia maji ya kutosha, inarahisisha sasa ule mmeng'enyo, zile fiber zilizopo zinakusaidia wewe kukufanya tumboni kwako pakae vizuri. Kwa hiyo mmeng'enyo wa chakula pia unaweza ukachukua ukatake place, yani ukafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tumia maji ya kutosha. Maji pia yatakusaidia kusafisha mwili wako na kuondoa zile sumu, kwa sababu utakuwa unakojoa unapokuwa unatumia maji mengi. Kwa hiyo usitumie unga wa ubuyu ukatengeneza juisi yake kwa ajili ya kupunguza uzito ukanywa, lakini unakunywa tu peke yake bila kutumia maji. Hilo ni kosa. Kunywa hiyo juisi ya ubuyu nyepesi, alafu then endelea kunywa maji ya kutosha, endelea kunywa, mwili unaendelea kujisafisha, unakojoa, inakusaidia na unajikuta unapungua vizuri. Kosa la 4 ni kutegemea ubuyu peke yake katika safari ya kupunguza uzito. Hakuna chakula cha miujiza. Ubuyu peke yake hauwezi kukusaidia kupungua uzito kama utautumia peke yake. Hapo utakusababishia tu mwili wako kuwa dhaifu. Unajua katika safari ya kupungua uzito, unatakiwa upunguze uzito, lakini huku ukionekana una afya. Mtu hata akikuona, akuone tu kwamba wewe umepungua uzito lakini still bado una afya. Hata akikuangalia hapa kwenye hizi soap dish hapa kwenye shingo, aone kabisa kwamba shingo yako imekaa vizuri, sio shingo ambayo tayari ina mashimo, imedumbukia, umekonda. Mama wengi wanapungua uzito huku wakiwa wanakonda. Usikonde, pungua. Yani katika kupunguza uzito wako, tumia vyakula, usitumie vyakula vizito.
unategemea ubuyu peke yake, alafu wakati ule ule unajikuta ule ubuyu peke yake ni mzito pia. Tumia ubuyu ambao ni mwepesi, narudia kusema. Na usiutegemee peke yake. Utumie na vyakula vingine, lakini vyakula ambavyo vinapunguza uzito, vyakula ambavyo sio vizito tumboni. Na usitumie unga wa ubuyu peke yake, ukawa unakunywa tu unga wa ubuyu basi, haufanyi mazoezi, unalala sana, unapumzika muda mwingi, mwili wako haupati ile movement. Ili upungue uzito, mwili wako lazima upate movement, mazoezi kidogo, ubuyu wako, ile juisi yako kiasi pia, huku ukiendelea kupata na vyakula vingine vyepesi. Vyakula vyepesi vinavyoshauriwa sana katika kupunguza uzito ni matunda, mboga mboga za kutosha na maji. Na matunda yanayoshauriwa kwenye kupunguza uzito ni parachichi na matunda ambayo ni ya kijani. Kosa la 5 ni kutumia kwa kiwango kikubwa zaidi. Mama wengi unakuta anaweka vijiko vile vikubwa. Anaweka vile vijiko vikubwa, anachemsha, anatengeneza, unakuwa kama vile uji mzito anakunywa, akitegemea kwamba ndio atapungua kwa haraka zaidi. Hapana. Yaani kiwango kidogo unachotumia mwilini kina faida sana kuliko kiasi kikubwa sana ambacho unakitumia kwa muda mfupi. Yaani unatumia unga wa ubuyu ambao ungeweza kutumia hata siku 3, siku 4, unakuta umechota, umetengeneza uji. Hapana. Usitengeneze uji mzito wa ubuyu, kwa sababu ubuyu pia una wanga asilia. Sasa kama utakuwa umeutumia ule wanga asilia, utakuwa ni mwingi. Ukiwa mwingi sana, yaani unaleta calories nyingi. Kwa hiyo unajikuta badala ya kupungua unaongezeka, unanenepa, unavimba, unajaa, wewe unajishangaa. Hivi nimeambiwa kwamba unga wa ubuyu unapunguza uzito. Mbona mimi kila ninapotumia naongezeka tu? Mbona nanenepa? Unanenepa kwa sababu wewe unatumia kiwango kikubwa sana. Tumia kiwango kidogo tu. Yaani unga wa ubuyu kiasi kidogo unafanya kazi vizuri sana kwenye mwili. Na unapokuwa umetumia kiasi kidogo ndipo unaposambaa mwilini vizuri na kukusaidia. Lakini pale unapokuwa umetumia kiwango kikubwa, yaani limekuwa liuji lizito na unakunywa, unatengeneza yaani kama simenti. Vitu vinaenda kujaa tumboni. Mwisho wa siku vinakuongezea uzito. Unakuwa unajilaumu, unakuwa unahangaika, kumbe wewe mwenyewe ndio haujajua matumizi sahihi. Tumia kidogo tu, kijiko kimoja au viwili vinatosha kabisa kwenye juisi yako na mambo yakawa sawa. Kosa la 6 ni kupuuza afya ya mwili baada ya kujifungua. Wamama wengi akishajifungua sasa, anaanza kujipuuza. Anaanza kujiona kwamba yeye ana mtoto, amezidiwa, atafanya nini? Mwisho wa siku anakuwa anachanganyikiwa, anataka apungue, anajiona anaongezeka, wakati yeye mwenyewe hapo anakuwa mwili wake bado unajitengeneza. Mama, unapokuwa umejifungua, mwili wako bado unajitengeneza. Homoni zinakaa vizuri, zinatakiwa sasa zikae balance. Uchovu ulikuwa nao bado, stress ulikuwa nazo bado. Mwili wako bado haujapata nguvu. Kwa hiyo usijistress kwa kutaka kupungua haraka kwa kutumia unga wa ubuyu. Utumie unga wa ubuyu vizuri tu kwa utaratibu mzuri ukiwa umetulia, kwa sababu mwili wako bado ulikuwa una changamoto zile za kujifungua. Kwa hiyo usijipe pressure, usijipe shida. Mtoto anatakiwa anyonye vizuri, mtoto anatakiwa akue akili yake kupitia wewe. Usijipe stress kwa ajili ya kupungua. Pungua tu taratibu huku ukiwa na afya. Na pia wakati unapungua usimnyime mtoto wako virutubisho. Usiache kula vitu ambavyo vinakujenga, vitu ambavyo vinakusaidia mtoto aweze kupata maziwa vizuri. Utakuwa unapungua vizuri ukiwa na afya, kwa sababu utakuwa unakula kwa kiwango kinachotakiwa. Utakunywa maji ya kutosha, pata usingizi wa kutosha, pumzika, usilale sana, lala kiasi, usingizi ambao unatosha. Usiku usikae macho muda mwingi. Hakikisha unambembeleza mtoto wako vizuri, unamhudumia ili usiku apumzike na wewe uweze kupumzika. Utapungua vizuri na hautakuwa na stress. Mama mpendwa, safari ya kupungua uzito sio safari ya kujichukia, ni safari ya kujipenda na kujirudisha taratibu. Mwili wako ulikuwa umebeba kiumbe chenye thamani sana. Umekileta kiumbe chenye thamani duniani. Usijistressi, usijikimbize eti upungue sijui haraka haraka unaenda wapi. Pungua kwa utulivu, pungua kwa utaratibu, huku ukila virutubisho vizuri kwa ajili ya maziwa mazuri yatakayopatikana kwa mtoto wako. Kula vizuri, jipende,
upungue taratibu bila stress wala bila pressure. Kwani unaenda wapi? Kwani unakimbilia nini? Kwani nani unayempendezesha? Wewe hakikisha unamjali mtoto wako, unajijali, unajali maisha yako na unajali afya yako. Utapungua tu taratibu bila pressure, bila stress. Kama umependa content hii, andika nitapungua uzito huku nikijipenda, huku nikiendelea kuwa taratibu tu na maisha yangu yatakaa sawa. Subscribe kwenye Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Usisahau kushare video hii kwa wamama wengine ambao wamejifungua na wanataka kupungua huku wakiwa wana stress. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata ambapo tutaonesha unga wa ubuyu kwenye chai. Itakufurahisha na utaipenda sana. Mungu akubariki. Asante.